Sote tunafahamu ya kwamba mwezi wa 9 mwaka huu tunaanza rasmi ratiba ya michuano ya kimataifa, na Simba Sports Club tunaianza raundi ya awal kwa kucheza na timu ya Mighty Wonders ya pale Malawi, na mechi yetu Simba na Mighty Wonders ya kwanza ya raundi ya kwanza itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mechi yetu ya marudiano sisi na wao itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, mechi ambayo itapigwa Dar es Salaam. Uwanja tutakuja kuwatangazia hapo baadaye. Kikosi chetu kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Tutaondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Mighty Wonders. Tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania mnyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye ligi ya mabingwa na hatimaye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Tunakwenda kutarejea tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli. Kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi, lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli, mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli, timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Sisi failure yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua ya makundi na kufika hatua ya robo finali. Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy, lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Mighty Wonders ambao ni mabingwa wa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao, tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka
Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika, huu ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sijui Botswana, Malawi, sijui Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi, tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika, mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi, tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo utaratibu wa safari ni kama ufuatavyo. Tunataraji kuondoka Dar es Salaam saa 1 kamili usiku siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 9. Safari yetu itaanzia Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engen mkabala na Ubungo Plaza. Ni sehemu maarufu ambayo tumekuwa tukianzia safari yetu hapa. Kwa wale ambao wamesafiri kwenda Ngorongoro wanakumbuka sehemu ambayo tulianzia safari yetu. Na safari hii ni tofauti kidogo na safari za kikawaida za mashabiki. Hii ni safari ya luxury, ni safari ya kuenjoy, ni safari ya kufurahia, ni safari ambayo tunakwenda huku tunafurahia safari yenyewe. Ni safari ambayo ndani yake kunakuwa na burudani, kuna entertainment ya kutosha. Ni safari ambayo haturuhusu aina yoyote ya udhia ndani yake. Yaani watu wanakuwa comfortable, wanaenjoy mwanzo mpaka mwisho wa safari. Ni adventure. Nikisema neno hilo tutaelewana vizuri. Ni adventure, ni safari ya kwenda kufurahia maisha yetu ya sisi kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye gari kuna kuwa na burudani za hapa na pale. Wakati tunakwenda Malawi, kuna mtu mmoja kwenye gari nilokuwa nimepanda, yeye aligeuka kawa DJ. Alikuwa na DJ booth yake, akafungua akaweka hapo, akawa anagonga ngoma mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Kwa na safari hii ile bwana nimemsahau jina lake, lakini kwenye gari yetu namba 2 tulikuwa tunamuita DJ. Kwa hiyo nimkaribishe yeye na timu yake, tuambatane pamoja kuelekea Malawi, aje na muziki wake au funge pale, watu wacheze, waenjoy, wafurahi. Safari itaanzia Dar es Salaam na kituo cha kwanza itakuwa ni Msolwa. Ni kituo maarufu kwa watu ambao wanasafiri kuelekea njia hii ya Morogoro. Watu pale watapumzika kidogo, watapata refreshment, watapata chai pale. Kwa wale watu wa nyama choma watagonga hapo. Baada hapo tunaondoka. Kituo cha pili itakuwa ni Morogoro mjini, Msamvu pale. Mwendo ni ule wa kupumzika. Kama kuna mtu vinywaji vimepungua na kwenda anachukua naongezea, tunaingia tena kwenye safari yetu. Tukitoka hapo ni mdogo tunakatiza Mikumi ile. Kituo chetu cha 3 itakuwa ni Ruaha Mbuyuni. Watu wanasimama tena pale kwa ajili ya kuongeza mipango na kuchukua refreshment. Tukitoka Ruaha Mbuyuni, kituo chetu cha 4 ni Makambako, njia panda pale. Watu wanashuka kidogo pale, wanabadilisha upepo, wanapata upepo wa Makambako. Baada hapo, tukitoka hapo ni mwendo yena. Kituo chetu cha mwisho itakuwa ni mpakani. Lakini kabla ya kufika mpakani, tutaingia Kyela mara moja. Wenzetu mashabiki wa Simba mkoa wa Mbeya, hususan wilaya ya Kyela, kuna matawi ya kutosha pale. Wametuandalia chakula cha mchana, wametuandalia sehemu ya kuoga,
wametuandalia sehemu ya kupata refreshment, yani sehemu, kwa sababu tunakuwa tumesafiri usiku kucha. Kwa hiyo tukifika Kyela pale watu wataingia waoge kwenye hoteli, watakula mwenye perfume, mtu apuliza kidogo perfume yake pale na nini, wale watu wa shadow wale muhimu wakapaka shadow zao na nini, watu wakapendeza, yani wakaji-update. So mnasafiri mnakuwa mwelewani, huyu mwanamke huyu mwanaume, kwa sababu na nini inakuwa ile nini wanataka nile makeup inakuwa ishaisha. Kwa hiyo tukifika pale Kyela mnapata muda kidogo wa kuji-update, unapiga makeup yako pale safi na nini. Baada ya hapo tunaendelea na safari, tunavuka boda, tunaingia Malawi, na baada ya hapo hakutakuwa na kituo kingine rasmi, ni moja kwa moja kutoka Kyela kuitafuta Lilongwe. Kyela tu Lilongwe ni kilomita chache tu, kama 400 fulani hivi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuvuka mapema, maana yake ni kwamba tutaingia Lilongwe mapema zaidi, ili watu wapate muda wa kutafuta sehemu za kufikia, kupumzika na vitu kama hivyo. Sasa basi